Dada. Abe. Sasa namshukuru Mungu sana. Kila kitu kimeenda sawa. Na mchungaji ameonyesha kuwa ni mahusiano sahihi sana. Namshukuru Mungu sana. Ukiona mchungaji amempitisha haraka bila kumwita kwa maelezo zaidi, ujue kuko shwari. Endelea kusimama katika maombi na hakikisha kila kitu kinaenda sawa. Maana hata unachokiona kibaya leo hakikuwa kibaya toka mwanzo. Shetani akiingilia kati, ukifanya kizuri kiwe kibaya. Dawa ni maombi bila kukoma. Hata sisi tunaamini kwenye maombi sana. Na tunaendelea kumwamini Mungu kwa kazi njema aliyoanzisha ataenda kuitimiza kwa ukamilifu wake. Amen. Nami nakutakia kila lililo jema. Na nimefurahi sana sana. Amen. Na ninamwomba Mungu kila silaha itakayofanyika juu yenu haitafanikiwa kwa jina la Yesu. Na kila ulimi utakaosimama katika hukumu utahukumiwa kuwa mkosa. Amen. Amen. Na uliniambia huyu mchumba wako ni rafiki yake na Jay, yule mchumba wako wa mwanzo. Hapo imekaaje? Haitaleta shida? Alishaenda kumwambia, akamjibu kuwa hivyo kwenye penzi lake jipya. Hivyo hataki kusikia chochote kuhusu mimi. Na Luma yuko huru kuendelea na mimi. Hivyo anajua. Huyo mchumba wako ana hekima kubwa ya kimungu. Anafaa kuwa mume wako. Hata mchungaji kasema hivyo hivyo. Tuendelee tu kumuomba Mungu dada. Amina. Amen. Okay, mke wangu mimi ninakuaga. Ninaelekea mlima wa maombi. Naenda kuwa na maombi ya faragha kama yale aliyokuwa akiyafanya Yesu alipokuwa na mitume wake. Yesu alikuwa na desturi ya kwamba kila siku alipokuwa akitoa huduma yake mchana, usiku alikuwa akikwea mlimani na kwenda kuomba huko usiku kucha. Na mimi nayo maombi ya faragha na naelekea huko. Naenda mlimani wakati huu katika mlima unaitwa Gethsemane Garden huko pale Kigamboni, Buyuni, hapa Dar es Salaam. Hivi si unajua mimi ni mtu very smart na hauwezi nirubuni kwa maneno yako mazuri. Kwa hiyo ukadhani kwamba ukijifananisha na Yesu ndio utaweza kunipoteza? Unajua kwamba mimi ninazielewa sana hizo meeting zenu na Sasha. Hivyo endeleeni tu. Sandra, una shida gani? Mimi nakuaga naenda mlima wa maombi, unamtaja Sasha. Mbona kama unaweweseka na ni kama mtu usiyejua unaongea nini? Anyway, naomba twende wote mlimani. Sikiliza, sina muda huo. Mimi sio mlinzi wako niwe na kulinda kila unapokwenda. Wewe endelea tu na fanyeni mnayofanya. Namwambie Sasha mimi bado hajanijua. Ninaitwa Sandra. Bana we, sikia. Kama hauendi mimi naomba nikuache. Ratiba yangu ni kwamba naondoka, nitarudi kesho. Hayo mengine mimi naomba niache. Nikuachie wewe. Unajua Dina, nimegundua mapenzi yana hatua nyingi sana. Unaweza nyingine ukazijua, lakini nyingine usizijue mpaka pale utakapokuwa umeenda mbali kidogo. Una maana gani? Umeniacha hapo kidogo. Nilichokuja kugundua Dina, mimi nilikuwa nakupenda toka zamani sana. Yaani nafikiri toka uko na Jay.
lakini kwa kuwa hatua fulani ilikuwa ndio ipo inaendelea, sikuweza kulifahamu hilo. Lakini sasa leo ndo najua kwamba nilikuwa nakupenda. Hatua gani hiyo? Hebu nipe darasa. Yes. Unajua Dina, unaweza ukawa unamjali mtu kwa upendo ule usioweza kuelezeka, lakini kumbe ndani yake kule kujali kuna upendo wa kimapenzi kabisa. Na hiki ukweli nimeiona kwako, na nilikuwa sijui mpaka ilivyokuja kutokea hivi. Dina, nakupenda sana, na kiukweli nilikuwa nakupenda toka enzile uko na Jay. Sema tu kwa sababu ulikuwa ni mchumba wa rafiki yangu na nikadumu kukuheshimu, ila makusudi ya Mungu huwa hayazuiliki, na ndio maana Biblia inasema tushukuru kwa kila jambo. Hata Jay kuondoka nafikiri likuumiza, lakini mimi nimemshukuru Mungu. Muda umekaribia sasa sisi kuonana. Nadhani nitakuwa nimetimiza ombi lako la muda mrefu. Haswa nitafurahi sana kuliko navyodhani. Nataka tukutane wiki ijayo kwenye harusi ya rafiki yangu na mshauri wangu wa kiroho. Yaani akitoka mchungaji anafuata yeye. Haina shida. Itakuwa wapi hiyo? Kanisani kisha ukumbini. Nataka kote huko tuwe pamoja. Nitalinga sana, njoo umependeza. Maana kuna watu walikuwa wananidharau sana, na wengine walisubutu kusema hautaolewa. Ila sasa nina mchumba, tena handsome boy. Kwa kweli siku ya harusi ya rafiki yangu nataka tupendeze sana. Usijali, kwenye kupendeza huko niachie mimi. Nitavaa kila mtu akituona ajue kweli hawa ni wachumba. Mimi huaga nafunika mpaka bwana harusi.
my life I've been carried by grace. Don't ask me how, cause I can't explain. It started trouble for me. Hello. Sandra, Bwana Yesu asifiwe. Mwachie mume wangu mahali mlipo. Napajua na ninakuja. Na leo mtaaibika, niko njiani. Sandra, sijui una picha aina gani kichwani kwako, lakini bora huje ili ufute hiyo picha kichwani kwako. Ni kweli nampenda sana Mungu, lakini nahisi kama bado sijakomaa kiasi cha kukaa kimya. Nami nimuombe tu Mungu anisaidie nisimkwamishe babangu wa kiroho. Nitajitahidi sana, na muhimu ni bora nikae kimya. Sikiliza Sasha, mwisho wa dharau zako upo njiani. Ninajua fika kwamba unajua unachokifanya, ila unataka kuniaminisha kwamba hauna unachokifanya. Sandra rafiki yangu, mimi naomba tumsubiri tu Mungu aseme kuhusu hili. Tumsubiri Mungu aseme wakati nyumbani kwako napajua? Na njia zetu zote nazijua. Okay, wait and see. Ndugu zangu, waambieni wachumba zenu siku hiyo wapendeze. Yaani wapendeze kweli kweli. Msije mkaniangusha. Nyie sina shida na nyie, ila hao wachumba zenu kila mtu anamjua kwake. Mimi haina shida, nishampanga. Atakuja anawaka hapa, mtakimbia wote. Mimi wa kwangu sasa ni lazima apendeze kwanza na vitu vyake. Akivipiga hivi ukumbi mzima utazizima. Okay, iko hivi. Kanisani itaenda kama kawaida, ila ukumbini mtatangulia nyie, kisha mimi na mume wangu ndo tunafuata. Haina neno hiyo, imeisha. Unasema imeisha? Haina shida, imeisha. Naona unaingia kwa dharau, sio? Na umeshamfundisha na huyo kimada yako ni dharau. Hii ndio salamu ya kumsalimia mtu ambaye hujaonana naye kwa siku nzima. Salamu sio kitu cha maana kwangu kuliko mada nilizonazo ndani yao. Na hebu nitolee ujinga wako hapa. Anyway, tumwachie Mungu, maana siwezi nikawa naongea kitu ambacho sikijui. Lakini ukisikia giza, hili ndio giza. Hivi ni nini kimemkuta Sandra mpaka niwazie mimi namna hiyo? Mimi na mchungaji ni wapi na wapi? Mungu wangu, toka lini aniwazie hivyo na Masiwa Bwana? Anavyoongea tu hivyo naona ni laana kubwa sana. Sijajua ujasiri ameupata wapi. Mimi na mchungaji kweli Sandra? Wakati mimi namuona kama mchungaji, yeye anamuona kama wanaume wengine tu wanavyomuona. Si mtu wa kawaida
mi naona ndani yake kuna Mungu na madhabahu ya Mungu iko ndani yake. Kwa karama na vipawa mbalimbali, hili Sandra hajaliona. Mungu nisaidie mimi niendelee kumwona mtumishi wa Mungu, wakili wa siri za ufalme, na sio kama wanaume wengine. Mwalimu Kazimiri, nadhani hilo ndilo jina lako kamili. Ndio, jina langu kamili. Kuna nini? Mbona sikuelewi? Kulikoni? Kuna mambo yamekuwa yakitusumbua sana juu ya majibu yako ya HIV pale hospitali. Nadhani unanikumbuka. Mimi ni daktari wako niliyekupa majibu ya vipimo vya mwisho. Unataka kuniambia nini? Mbona sikuelewi? Naomba unyooshe maelezo vyema, maana napata mshtuko mkubwa sana. Nini kimetokea? Usiogope. Kuna mambo natamani tuyaweke sawa. Mimi sikujua kama ulishawahi kupima hapo kabla na ukakutwa ni HIV positive. Ila hiyo sio shida iliyonileta. Shida aswa iliyonileta ni juu ya vipimo hivi vya pili vinavyoonyesha HIV negative. Maana kuna kitu kama sikielewi kabisa. Kitu gani dokta? Mbona sikuelewi? Mbona tunatiana pressure zisizo na maana? Kwanza naona uko very slow, uko taratibu sana. Naomba ongea haraka nijue unataka nini. Anyway, nini kilikufanya kuja kupima tena na wakati ulishapima na ukakutwa umeathirika? Kwanza naomba nijue tatizo nini kabla sijalijibu swali lako. Anyway, uko salama na nikuhakikishie hilo. Nilifanya utafiti ili kujua ni nini kilikufanya kuwa HIV negative wakati ulikuwa positive. Na mwanzo nilizani vipimo vimekosewa, ila nimejihakikishia vipimo viko sawa kabisa. Uko HIV negative. Ila ni jambo langu personal, natamani kujifunza. Okay. Sasa naona tuko sawa. Naona tuko kwenye ukurasa mmoja sasa. Hebu uliza tena, maana hata nilikuwa sijaelewa unauliza nini. Okay. Ni kitu gani kilikufanya kuja kupima tena? Nitakujibu kwa ufupi, ila naamini utanielewa. Iko hivi. Yesu anaponya magonjwa yote pasipo kujalisha ni magumu kwa wanadamu kwa kiasi gani. Yesu anaponya. Mimi niligundulika kuwa nimeathiriwa kwa virusi vya ukimwi, kitu ambacho kilinisumbua sana akili yangu, kitu ambacho kilinikatisha tamaa, sikuona tumaini tena. Lakini shukuru Mungu kwa msaada wa baba yangu wa kiroho na mafundisho ya neno la Mungu ya kila siku, niliamini kuwa upo uponyaji. Na baada ya kuyafuata yote na kufuata maelekezo, ndipo nikarudi tena kwa mara ya pili kwenda kupima. Na ndipo ambapo kaona majibu kama vile ulivyoona. Ni maelekezo gani hayo uliopewa? Labda tunaweza kuyafanyia utafiti kwa ajili ya uponyaji wa watu wengine. Maana hata hizi dawa unazoziona leo zinaponya, kuna tafiti mbalimbali zimefanyika. Kwanza lazima ujue kuwa maelekezo haya si ya kisayansi. Ni maelekezo ya kiroho. Hivyo huwezi fanya tafiti za kisayansi ukafanikiwa kwa kwenye ukurasa mmoja na maelekezo ya kiroho. Maana hekima za Mungu ni tofauti kabisa na hekima za kibinadamu. Na Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Hebu subiri kidogo, kuna mahali umeniacha. Unamaanisha hayo maelekezo ni kwa ajili ya HIV peke yake au na magonjwa mengine? Kila tatizo lina maelekezo yake. Kila ugonjwa una maelekezo yake. Hivyo ukimwona mchungaji atakupa maelekezo kulingana na tatizo na chanzo cha tatizo. Asante sana mwalimu. Asante sana. Nashukuru sana. Karibu tena. Uwe na siku njema.
Ni matumaini yangu ya kwamba umefurahia na umebarikiwa na tamthilia hii na episode hii uliyoiangalia. Endapo ungetamani kusupport huduma hii ili iendelee kufanya kazi nzuri na kuendelea kufanya filamu nzuri, unaweza kusupport huduma hii ikawa ni sadaka yako. Utaiachilia hiyo sadaka kwenye hiyo account namba yetu ya Holy Movies, nasi tutaipokea kwa moyo wa shukrani na tutamtukuza Mungu kwa ajili yako. Amen. Naitwa Pastor Miamba.